Habari za jioni mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu uko salama salimini. Tunakukaribisha kwa mara nyingine tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Neno Kivu News Info kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya leo tutakujuza kuanzia masuala ya usalama endelea kuasili baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi siasa za ndani zinazoendelea kuzua mijadala bungeni pamoja na matukio ya kijamii na kimataifa yanagusa maisha ya wananchi kwa ujumla. Vile katika taarifa yetu kuletea uchambuzi wa kina wa hali ya usalama, mienendo ya kidiplomasia ya kimataifa pamoja na matukio mengine muhimu yanaendelea kujiri, huku tukikupa picha halisi ya kile kinachoendelea kwenye uwanja wa matukio. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa yetu ya jioni ili uweze kufahamu kwa undani kile kinachoendelea pamoja na kupata mtazamo mpana wa habari zinazogusa taifa na dunia kwa ujumla. Hii ni Kivu News Info na mimi ni Teloje Longa. Basi karibu nikupashe. Hofu, taruki na hali istofahamu inaendelea kutawala katika mji wa Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia tukio la kushtua litokea mapema ya leo Jumatano tarehe 22 Aprili katika mtaa wa Mapendo unaojulikana pia kwa jina la Birere, mojawapo maeneo yenye wakazi wengi ndani ya mji huo wa Goma. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani vikiwemo vya kijamii na viongozi wa kimila, operesheni ya kijeshi ilizunduliwa alfajiri na mapema na vikosi vya muungano wa RDF, yani jeshi la Rwanda, kwa kushirikiana na uasi wa M23 imegeuka kuwa chanzo kikubwa cha mateso kwa wananchi wa kawaida. Operesheni hiyo ambayo awali ilieleza kuwa ni ya kuhakikisha usalama na kudhibiti eneo imeishia kuripotiwa kuhusishwa na vitendo vya uporaji, unyanyasaji pamoja na utekaji mkubwa wa raia. Mashuhuda wa tukio wanasema kuwa wanajeshi hao waliingia katika eneo la Mapendo kwa vurugu kubwa, wakizunguka nyumba kwa nyumba katika kile kinachoelezwa kuwa ni operesheni ya kufungua na kudhibiti harakati za watu. Hata hivyo, badala ya kulenga wahalifu au watu wanaotumiwa kwa kuwa na silaha, walilenga zaidi raia wa kawaida, wakivamia makazi yao, kupora mali zao na kuwatoa wanaume kwa nguvu majumbani mwao. Katika mazingira ya hofu, familia nyingi zilishuhudia wapendwa wao kuchukuliwa bila maelezo yoyote. Wazee, vijana na hata baadhi ya wanaume waliokuwa wakijaribu kujificha ndani ya nyumba zao walikamatwa na kulazimishwa kuondoka pamoja na wanajeshi hao. Mwanaharakati wa haki za binadamu na mmoja wa watu mashauri katika eneo hilo, Mukunda Mbusa, ameeleza kwa mastiko makubwa hali halisi ya tukio hilo. Amesema kuwa kilichotokea kinafanana na operesheni ya utekaji wa watu kwa kiwango kikubwa na sio operesheni ya kawaida ya kijeshi. Kwa mujibu wa taarifa alizokusanya kutoka eneo la tukio, zaidi ya wanaume 1000 ambao ni raia wasio na silaha wameondolewa kwa nguvu katika makazi yao. Idadi hiyo bado ni ya muda, huko juhudi za kudhibitisha kwa takwimu kamili zikiendelea kufanywa. Taarifa kutoka kwa mashuhuda wa karibu zinaeleza kuwa watu tekwa wanashikiliwa katika eneo maalum ulipo karibu na mpaka mdogo maarufu kama Petit Barriere, sehemu inaunganisha mji wa Goma na nchi jirani ya Rwanda. Inaeleza kuwa wamekusanywa kwa nguvu katika eneo moja, hali inayozua hofu kubwa kuhusu hatima yao. Familia za wasika zinaendelea kuishi katika hofu na huzuni mkubwa, huku baadhi yao wakijaribu kuwatafuta ndugu zao waliotekwa. Hata hivyo, juhudi hizo zimekuwa zikikumbana na upinzani mkali kutoka kwa wanajeshi, ambako baadhi ya watu wanaripotiwa kujaribu kufuatilia wapendwa wao wamefukuzwa kwa nguvu na wengine kuzalilishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, operesheni hiyo inadaiwa kuongozwa na makamanda wanaotajwa kuwa ni Remy Segoe pamoja na Andre Shasemba, ingawa hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa wahusika au kuthibitisha madai hayo. Tukio hili linakuja wakati nyeti ambako juhudi za kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu na mgogoro mashariki mwa nchi. Mazungumzo yanaendelea kukatika majukwaa mbalimbali ya kimataifa ikiwemo Doha na Washington pamoja na Uswisi kwa lengo la kupunguza mvutano na kurejesha amani. Hata hivyo, matukio ya leo katika eneo la Birere yanaonekana kwenda kinyume kabisa na juhudi hizo za diplomasia na kuibua maswali makubwa kuhusu dhamira ya makundi ya wasi pamoja na washikao katika kuheshimu makubaliano hayo ya amani. Tukio limezua maswali makubwa miongoni mwa wananchi na wachambuzi wa masuala ya usalama kuhusu madai ya wasi wa M23 ambao wamekuwa kidai mara kwa mara kuwapigania kulinda raia. Matendo ya leo ya uporaji na utekaji wa watu wengi wanaonekana kupingana na waziwazi na kauli hizo. Hadi kufikia sasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye makao yake mjini Kinshasa bado hajatoa tamko rasmi kuhusu hali hii. Hali inaongeza mashinikizo kubwa kwa mamlaka husika kutoa ufafanuzi na kuchukua hatua za haraka kuhakikisha usalama wa wananchi. Wananchi wa Goma na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika hali ya taruki, huku wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kukomesha hali hii na kurejesha utulivu.
Hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa tete na kutisha, huku matukio ya uwanja wa mapambano ukionyesha wazi kutokuwepo kwa utulivu licha ya juhudi za diplomasia zinazoendelea kimataifa. Katika siku chache tu baada ya makubaliano yaliyojadiliwa katika mchakato wa Doha na kuhamishwa nchini Uswisi, hali halisi inaonekana kuwa tofauti kabisa na matarajio ya wengi. Badala ya kupungua kwa mapigano, taarifa kutoka uwanja wa vita zinaonyesha kuendelea kwa mashambulizi kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Pande zote mbili zinaendelea kurushiana lawama kuhusu matumizi ya silaha za kisasa, hususan ndege zisizo na rubani yani drone, ambazo zimekuwa zikitumika katika mashambulizi anga pamoja na upelelezi wa kijeshi. Tukio la hivi karibuni liripotiwa limetokea siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili katika kijiji cha Kibati kilichopo ndani ya kundi la Luberiki katika wilaya wa Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vilivyowasiliana na vyombo vya habari, drone ya kijeshi ilionekana ikiruka juu ya maeneo ya Kibati na Kashebere kabla ya kushambuliwa kwa kurusha bomu katika eneo linalodaiwa kuwa la wapiganaji wa uasi wa M23. Mashuhuda wanasema kuwa mlipuko mkubwa ulisikika katika kijiji kadhaa jirani na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi waliokuwa karibu na eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au kujeruhiwa wala uharibifu wa mali uliosababishwa na shambulio hilo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa upatikanaji wa taarifa sahihi unakumbwa na changamoto kubwa kutokana na ugumu wa kufika katika eneo hilo, hali inayofanya iwe vigumu kudhibitisha kwa uhakika kinachotokea baada ya shambulio hilo. Mashambulizi yanakuja katika kipindi ambacho hali ya usalama imekuwa ikizidi kuzorota katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini, hususan katika wilaya wa Walikale, Masisi na Ruchuru, ambako mapigano kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 mara nyingi yakisaidiwa na makundi ya wazalendo yamekuwa yakiripotiwa mara kwa mara. Ingawa wilaya ya Walikale ilikuwa haijaguswa sana na mapigano makali katika siku za hivi karibuni ikilinganishwa na maeneo mengine, taarifa za uwepo wa makundi ya waasi katika baadhi ya vijiji zimezua hofu ya kuongezeka kwa mapigano katika eneo hilo. Walikale pia ni eneo lenye utajiri mkubwa wa madini, jambo linalofanya kuwa na umuhimu wa kimkakati kwa pande zote zinazohusika katika mzozo huo. Matumizi ya drone katika mashambulizi yanaashiria mabadiliko ya mbinu za kivita zinazotumiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako linaonekana kujaribu kudhibiti na kuzofisha ngome za waasi bila kuhusisha mapambano ya moja kwa moja ya ardhini, ambayo mara nyingi husababisha hasara kubwa kwa wananchi na wanajeshi na raia. Hata hivyo, licha ya mbinu hizi mpya, athari zake kwa wananchi zinaendelea kuwa kubwa na raia wamejikuta wakikumbwa na hofu, wakilazimika kuyakimbia makazi yao, huku wengine wakibaki katika mazingira hatarishi bila msaada wa kutosha wa kibinadamu. Kwa upande mwingine, ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO, ambao pia unahusika katika mazungumzo ya Uswisi, uliwahi kutoa wito wa kusitishwa mara moja kwa matumizi ya drone za kivita pamoja na vitendo vya kuvuruga mawasiliano ya GPS ili kuruhusu ufuatiliaji mzuri wa utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Hata hivyo, matukio hivi karibuni yanaonyesha wazi kuwa wito huu bado hujatekelezwa kikamilifu, hali inayotishia shaka ya uwezekano wa kufikiwa kwa amani ya kudumu katika eneo hilo. Kwa ujumla, hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwa ya wasiwasi mkubwa, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kubeba mizigo mikubwa ya mzozo huo. Jamii ya kimataifa pamoja na mamlaka za ndani zinatazamiwa kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia kuongezeka kwa machafuko na kulinda maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Mvutano wa kisiasa unaendelea kushika kasi ndani ya bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia mjadala mkali unaozunguka hoja kutokuwa na imani dhidi ya waziri wa mambo ya ndani na usalama, iliwasilishwa zaidi ya wiki moja iliyopita, lakini bado haijajadiliwa rasmi katika kikao cha wabunge. Hoja hiyo iliwasilishwa katika bunge la taifa tarehe 13 Aprili imezua mjadala mkubwa miongoni mwa wabunge, huku baadhi waliotia saini wakishtumu uongozi wa bunge, hususan ofisi ya spika, wakila kujadai kuwa ni kuzuia makusudi utekelezaji wa jukumu la udhibiti wa serikali kupitia chombo hicho cha kutunga sheria. Mbunge Ladi Nyango Tikala aliyechaguliwa kutoka jimbo la Kisangani katika mkoa wa Chopo na ambaye ndiye mwanzilishi wa hoja hiyo ameibuka hadharani kulalamika kile alichokita ukiukwaji wa kanuni za ndani za bunge. Kwa mujibu wake, kifungo cha 235 cha kanuni hizo kinaeleza wazi kuwa hoja aina hiyo inapaswa kushughulikiwa ndani ya muda mfupi baada ya kuwasilishwa rasmi. Akizungumza kwa msisitizo, amesema kuwa hadi sasa ni zaidi ya siku 4 zimepita tangu hoja hiyo iwasilishwe, lakini bado hakuna hatua madhubuti iliyochukuliwa kuwasilisha mbele ya kikao cha wabunge kwa ajili ya mjadala na uamuzi. Ameleza pia kumekuwa na jitihada za chini kwa chini za kuwasilisha baadhi ya wabunge waliosaini hoja hiyo kuliondoa, pamoja na kumtaka yeye binafsi kujiondoa katika mchakato huo, lakini amesisitiza kuwa wao kama wabunge waliotia saini waendelea kusimama imara wakisubiri hoja hiyo ijadiliwe rasmi. Kwa
Kwa upande wake uongozi wa bunge haujakaa kimya kufuatilia tuhuma hizo. Msemaji wa bunge ambaye ni ripota wake Jacques Njoli amekanusha vikali madai ya uwepo wa kwanza kwa njama za kuzuia hoja hiyo kujadiliwa, akieleza kuwa taratibu zote zinafuatwa kwa mujibu wa sheria za kanuni za ndani ya chombo hicho. Njoli ameeleza kuwa hoja hiyo ilipokelewa rasmi tarehe 13 Aprili saa 8 mchana na kwamba inaelekezwa kwa spika wa bunge kwa ajili ya hatua za awali, ikiwemo uchunguzi wa uhalali wake kabla ya kupelekwa katika hatua inayofuata kwa kujadiliwa bungeni. Ameongeza kwa tafsiri inatolewa na baadhi ya wabunge kuhusu kifungo cha 235 si sahihi, kwani kifungo hicho akielezi kuwa hoja lazima ijadiliwe ndani ya masaa 84, bali kinaweka wazi kuwa mjadala wa upingaji kura hawezi kufanyika kabla ya muda huo kupita. Kwa maneno mengine, muda huu si wa chini kabisa na si wa mwisho. Wakati huo hoja hiyo ya kutokuwa na imani inalenga moja kwa moja utendaji wa waziri wa mambo ya ndani na usalama ambaye pia ni makamu waziri mkuu, akiutumu kwa kushindwa kudhibiti hali ya usalama nchini. Mbunge huyo na wenzake wanadai kuwa kumekuwa na ongezeko la vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan katika jiji la Kinshasa pamoja na miji mingine mikubwa, hali ambayo inaathiri maisha ya kila siku ya wananchi. Wabunge wanataka waziri huyo afike mbele ya wabunge kutoa maelezo ya kina kuhusu hatua zinazochukuliwa na serikali katika kukabiliana na hali hiyo ya usalama, pamoja na kueleza mikakati ya muda mfupi na mrefu ya kurejesha utulivu. Mjadala umebua migawanyiko na maoni ndani ya bunge, huku baadhi ya wakisisitiza umuhimu wa kuharakisha uchunguzi na hoja hiyo kwa maslahi ya wajibikaji, na wengine wakitaka kuheshimiwa kwa taratibu zote za kisheria kabla hatua yoyote kuchukuliwa. Kwa sasa macho ya wengi yameelekezwa katika kikao hicho cha bunge ambacho kinatarajiwa kutoa mwelekezo kuhusu hatma ya hoja hiyo, ikiwa itajadiliwa, kuruhusiwa au kuchukua mkondo mwingine wa kisheria. Hali ya wasiwasi mkubwa inatawala katika jiji la Kinshasa, hususan katika manispaa ya Makala, kufuatia mapigano ya kushtukiza kati ya vyombo viwili vya usalama wa taifa iliyoanza tangu siku ya jana mchana tarehe 21 Aprili na kuendelea tena leo Jumatano tarehe 22 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la tukio, mapigano yanahusisha askari wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC waliokuwa wamepinga kambi katika mtaa wa Mabulu kwenye barabara Elengesa dhidi ya askari wa polisi wa taifa, hasa wale wa kikosi cha uingiliaji cha haraka kinachojulikana kama Jemi Kalungu, wenye makao yao katika barabara ya Kikambi moja. Chanzo cha mvutano wao kulingana na mashuhuda kinatajwa kuwa ni tukio la kukamatwa kwa vijana kadhaa mchana kweupe na askari wa polisi, kitendo ambacho kilichukuliwa kwa wanajeshi wa FARDC kuwa ni cha kiolela na kisio na misingi. Wanajeshi waliingia katika hali hiyo na ndio mabishano yakigeuka kuwa makabiliano ya moja kwa moja na kutumia silaha kati ya pande hizo mbili. Hali hii ilizidi kuwa mbaya haraka, huku milio ya risasi ikisikika katika maeneo mbalimbali ya Makala. Mapigano yalianza kwenye barabara Elengesa karibu na kambi ya wanajeshi kabla ya kuhamia katika eneo la Kroke, mojawapo barabara muhimu ndani ya manispaa hiyo karibu na kituo cha polisi. Katika hali ya sitofahamu, taarifa zinaeleza kuwa makundi ya vijana wanajulikana kama Kuluna, ambao ni wahalifu wa mitaani, waliingia katika mzozo kwa kuunga mkono upande mmoja au mwingine kulingana na uhusiano wao binafsi. Baadhi yao waliungana na polisi huku wengine wakiungana mkono na jeshi, jambo linaloongeza zaidi vurugu na kufanya hali kuwa ngumu zaidi kulidhibiti. Kutokana na vurugu hizo, baadhi ya nyumba zilizopo karibu na maeneo ya mapigano zimeripotiwa kuporwa mali na wahalifu hao wakitumia fursa ya hali ya machafuko. Kituo cha polisi kilichopo karibu na barabara hiyo ya kimfumo karibu na shule moja imeripotiwa kuharibiwa kabisa, kikitekelezwa katika mazingira ya vurugu hizo. Wakazi wa eneo wamesimulia hali ya taharuki kubwa, huku familia nyingi zikijifungia ndani ya nyumba zao kwa hofu kubwa ya kupigwa risasi. Baadhi ya wakazi walazimika kuchukua watoto wao haraka kutoka mashuleni, huku wengine wakimbilia maeneo salama zaidi. Picha na video zilizosambaa katika mitandao ya kijamii zinaonyesha wanafunzi wakijificha chini ya madawati darasani pamoja na walimu wao wakijaribu kujinusuru na milio ya risasi iliyokuwa ikiendelea nje ya majengo yao ya shule. Tukio limezua hisia kali miongoni mwa wananchi, huku wengine wakitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka za kurejesha utulivu. Pamoja na hiyo taharuki, mamlaka za eneo hilo zimejaribu kutoa ufafanuzi. Mkuu wa manispaa ya Makala, Ndungia Kabongo, amethibitisha kuwepo kwa tukio hilo na
kueleza kuwa yuko katika eneo la tukio kwa kushirikiana na vikosi vingine vya usalama ili kurejesha hali ya utulivu. Ameongeza kuwa hadi sasa kuna taarifa rasmi ya vifo vilivyotokana na mapigano, lakini amekiri kuwepo kwa vitendo vya uharibifu wa mali hususani vituo vya polisi vinavyodaiwa kufanywa kwa ushirikiano kati ya wahalifu na baadhi ya watu waliokuwa wakichochea vurugu hizo. Tukio hilo linakuja katika mazingira ambayo tayari Minispa ya Makale imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya muda mrefu ya usalama, hasa kutokana na uwepo wa makundi ya vijana wahalifu wanaojulikana kama kuluna, ambao wamekuwa wakihusika katika vitendo vya uporaji na ukusanyaji na unyanyasaji katika maeneo mbalimbali. Ingawa serikali imekuwa ikiongeza idadi ya vituo vya polisi katika maeneo hayo kwa lengo la kudhibiti uhalifu, bado kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu vitendo vya kukamatwa kiolela hasa dhidi ya vijana, jambo ambalo linaonekana kuchochea mivutano kati ya raia na vyombo vya usalama. Kwa sasa hili linaonekana kufuatiliwa kwa kiasi, lakini hofu bado imetanda miongoni mwa wakazi ambao wana wasiwasi kwa kurejea tena kwa mapigano wakati wowote. Wananchi wengi wanatoa wito kwa mamlaka za juu kuchukua hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia hali hiyo isije kugeuka kuwa janga kubwa zaidi. Hali ya mvutano mkali ilipotea jioni ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili majira saa 1 usiku saa za eneo hilo katika kijiji cha Lukaraba kilichopo kwenye groupment ya Waloya Luhanda ndani ya wilaya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Tukio linajihusisha wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wapiganaji wa Wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimila viloko eneo hilo, chanzo cha mvutano kinatajwa kuwa ni kukamatwa kwa raia mmoja aliyekuwa anatokea Mukungarano. Raia alikamatwa na baadhi ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wakala kwa shirika la ujasusi la ANR aliyeko huko Lukaraba. Hata hivyo, hali sasa haijafahamika wazi sababu halisi ya kukamatwa kwake. Vyanzo vinaeleza kuwa wakati wa tukio hilo raia huyo alinyang'anywa kiasi cha dola cha Kimarekani 200 sawasawa na takriban $500,000 za fedha za Kongo, jambo lililozua hasira na sitofahamu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baada ya kupata taarifa hizo, wapiganaji wa Wazalendo waliingilia kati na kumkamata wakala huyo wa ANR aliyekuwa akihusika katika operation hiyo. Hatua inaonekana kama changamoto kwa upande wa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC aliyosababisha mvutano kuongezeka haraka. Mvutano uligeuka kuwa wa mapigano ya risasi kati ya pande hizo mbili aliyozua taharuki kubwa kijijini hapo. Wakazi wengi walikimbia makazi yao kwa hofu ya maisha yao na wengi wakikesha usiku kucha porini bila msaada wote, wakijificha ili kujinusuru na hatari ya risasi. Asubuhi ya leo Jumatano hali ilianza kutulia kidogo, ingawa bado kulikuwa na tahadhari kubwa. Baadhi ya wakazi walianza kurejea taratibu majumbani mwao, lakini wengi bado wanaishi kwa hofu kutokana na uwezekano wa hali hiyo kujirudilia tena. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zilizothibitisha vifo au majeruhi makubwa yaliyotokana na tukio hilo, na hata hivyo tukio hilo limeacha hofu kubwa kwa wananchi na kuibua maswali kuhusu usalama wao katika eneo hilo. Viongozi wa kimila pamoja na wadau wa kijamii wamesisitiza nguvu za ulinzi na usalama, hasa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao kuweka kando tofauti zao na kufanya kazi kwa umoja kwa ajili ya kulinda raia. Wameonya kuwa migogoro ya ndani kati ya vyombo vya usalama inaweza kuwa na madhara makubwa kwa wananchi wasiokuwa na hatia. Kwa sasa wakazi wa Lukaraba wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakitumaini hali ya amani na utulivu itarejea kabisa katika eneo lao. Mapigano makali yanaendelea kuripotiwa katika wilaya Njugu mkoani Turi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeongeza operesheni zake za kijeshi tangu mwanzo wa wiki dhidi ya kundi la waasi la SRP linaloongozwa naye Thomas Lubanga. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama, mapigano yameathiri zaidi vijiji vya Dede na Liri ambavyo vimekuwa viwanja wa mapambano kati ya jeshi na wapiganaji hao wa SRP. Taarifa zinaonyesha kuwa angalau wapiganaji 8 wa SRP wameuawa huku wengine kadhaa wakijeruhiwa katika operesheni hizo. Wakati huo hali ya usalama inaendelea kuzorota na kusababisha zaidi ya watu 10,000 kukimbia makazi yao kwa mujibu wa mamlaka za kimila. Wananchi wengi wamelazimika kukimbia maeneo ya jirani wakitafuta usalama, huku wengine wakielekea ndani ya wilaya hiyo katika sehemu zinazozaniwa kuwa salama zaidi. Katika siku za hivi karibuni, mashambulizi na majaribio ya uvamizi kutoka wapiganaji wa SRP yameripotiwa karibu kila siku katika maeneo mbalimbali ya Njugu. Kutokana na hiyo, jeshi la Jamhuri
ya Kidemokrasia ya Kongo limeimarisha uwepo wake ili kujaribu kulidhibiti kundi hilo na kurejesha utulivu. Mwisho wa juma iliyopita, mapigano makali yalizuka kati ya kijiji cha Liri ambako wapiganaji 4 wa SRP waliuawa. Hata hivyo, askari mmoja wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alipoteza maisha katika mapambano hayo. Katika tukio lingine lililotokea katika eneo la Dede, wapiganaji wa SRP walishambulia wanajeshi kwa kushtukiza kwa kutumia mbinu ya kuvizia. Katika shambulio, wanajeshi 3 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa. Jeshi pia linasema limefanikiwa kuzima mashambulizi kadhaa yaliyokuwa yakipangwa na kundi hilo, hasa katika maeneo karibu na Fataki, Gina na Londa, karibu na kambi za wakimbizi wa ndani. Kwa upande wa raia, hali imeendelea kuwa mbaya zaidi. Wananchi wengi wamejikuta katikati ya mapigano bila ulinzi wa kutosha, na katika eneo la tambarare ya Savo karibu na Bule, mwili wa mwanamke mmoja ulipatikana huku wanawake 2 wakiripotiwa kutoweka. Mwanamke mwingine alijeruhiwa kwa risasi kulingana na vyanzo vya eneo hilo. Kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, maelfu ya watu wamekimbia makazi yao na kuelekea wilaya Mahagi katika maeneo mengine ndani ya Njugu kama vile Ala na groupement ya Mburu ambako kuna uwepo mkubwa zaidi ya wanajeshi. Wilaya Njugu inaendelea kuwa moja ya maeneo yenye hali mbaya zaidi ya usalama katika mkoa wa Ituri, ikiwa na uwepo wa makundi mengi ya waasi. Operesheni zinazoendelea za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinalenga kurejesha mamlaka ya serikali na kulinda raia katika wakati ambako hali ya kibinadamu tayari ni tete. Hadi sasa wakazi wa maeneo wanaendelea kuishi kwa hofu, wakitumaini kurejea kwa amani na usalama katika siku zijazo. Na kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 22 za mwezi wa mwaka 2026 kupitia KIF News Info. Tunakushukuru sana kwa kutufuatilia, kwa umakini wako, kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo. Basi endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vingine ili kupata taarifa za uhakika, za haraka na za kina kuhusu kile kinachoendelea ndani na nje ya nchi. Vile vile usisahau kusambaza habari hizi kwa wengine ili nao waweze kufahamu kile kinachoendelea. Tupo pamoja kila siku katika kukuletea ukweli wa matukio yanayotuzunguka. Mimi ni Eloge Lolonga, ni KIF News FM. Basi tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tukutane tena kesho asubuhi kwa matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Bye bye. Usiku mwema, baki salama.